majina naitwa Dr. Henry Anselmo Mayala, ni daktari bingwa mbobezi wa moyo. Kama theme ya chama chetu cha madaktari ni kuongelea kuhusiana na quality na improvement na accessibility katika swala la afya. Mimi leo nilikuwa naongelea kuhusiana na kipimo cha echocardiogram kwa magonjwa ya dharura. Jinsi kinavyoweza kusaidia kugundua magonjwa, kwa mfano ya complication za mishipa ya damu ikiziba kwenye moyo, mtu anaweza akapata tundu kwenye moyo, mkuta wa moyo unaweza ukachanika, na nimeonyesha kabisa wagonjwa ambao tulikuwa nao na wana tatizo kama hilo. Pia vile vile kama mtu ana upungufu wa damu au maji kwenye mwili kwa kutumia hichi kipimo. Kipimo hiki akifanye mtu aache kuchukua historia vizuri na kumpima mgonjwa kama utaratibu ulivyo, lakini kinasaidia baada ya ukishafanya hivyo kukupatia kugundua kwamba tatizo ni nini. Kwa ufupi hicho ndio nilichokuwa nawaelezea leo pale kuhusiana na umuhimu wa hicho kipimo, na kwa sababu kiko readily available na accessible, kwa kinaweza kikatusaidia katika kuhudumia wagonjwa wetu, hasa wale wenye magonjwa ya dharura, critically ill patients. Hichi kinatumia mionzi ya sauti, ni ultrasound ya moyo, kwa hakina mionzi aina yoyote. Kinatumia kuna kitu kinaitwa piezoelectric, kwamba yale mawimbi yanapopiga katika ile probe ndio yanatengeneza mawimbi ya sauti ambayo yanaweza yakapita kuona ile picha ya moyo. Haya mawimbi tatizo lake ni kwamba hayapendi kukiwa na mtu akiwa na hewa sana kwenye mapafu, picha zake. Kwa hiyo watu wanaovuta sigara picha zinakuwa sio nzuri sana. Na vile vile mtu akiwa na maji mengi, moyo unaweza ukasukumwa kwenda sehemu nyingine, lakini hii haitumii mionzi kabisa, ni sauti, mawimbi ya sauti ndio yanatengeneza hizo picha. Ningependa kuiongelea taasisi yangu ya Jakaya Kikwete kwamba mkurugenzi wetu amejitahidi sana kuanzisha tiba mkoba. Tunaenda hadi kwenye mikoa ambapo hawawezi kuwa na uwezo wa kuweza kufika tulipo. Tunaenda kule, tunagundua matatizo yale, tunawapima bure. Tukikuta wana tatizo tunaweza tukawashauri sasa wafanye mpango wa kuja kwa ajili ya matibabu ya ziada, na wengine tunawatibu huko walipo. Kwa kuna mikoa karibu mingi sana sasa hivi Tanzania tumefika, na bado kuendelea na hiyo tiba mkoba ambayo tunafanya bure. Asante sana.